Jamali Bakhresa atoa kauli nzito kuhusu Azam FC, TFF na bodi ya ligi. Je, hii ina maana gani kwa mpira wa Tanzania? Mpira wa miguu nchini Tanzania umeendelea kushuhudia matukio mbalimbali yanayozua mijadala mikubwa miongoni mwa mashabiki, viongozi na wadau wa soka. Miongoni mwa habari zinazosikitisha hivi karibuni ni madai yanayomhusu mmiliki wa Azam FC, Jamali Bakhresa, akieleza kuwa ameonyesha kutoridhishwa na namna Azam FC inavyoshughulikiwa na mamlaka zinazosimamia soka nchini, hususan TFF na bodi ya ligi. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Jamali Bakhresa anadai kueleza kuwa ikiwa Azam FC haitendewi haki kwenye ligi, basi klabu hiyo inaweza kufikiria kushiriki ligi kuu ya Zanzibar badala ya kuelekea kushiriki ligi kuu Tanzania bara. Aidha, taarifa hizo zinadai kuwa medali aliyokabidhiwa baada ya kumalizika kwa msimu si ya timu bali ni yake binafsi. Ni muhimu kufahamu kuwa kauli hii zimekuwa zikisambaa sana mitandaoni, lakini kila msomaji anapaswa kutafuta uthibitisho kutoka kwenye vyanzo rasmi kabla ya kuzichukulia kama taarifa zilizothibitishwa. Azam FC ni klabu yenye historia kubwa. Azam FC ni moja ya klabu kubwa nchini Tanzania tangu zilipoanzishwa. Imewekeza mabilioni ya fedha katika miundombinu, akademiki za vijana, viwanja vya mipira vya kisasa na usajili wa wachezaji wenye viwango vya juu. Klabu hiyo imekuwa mfano wa uwekezaji mkubwa katika soka la Tanzania na imechangia kwa kiasi kikubwa kuinua kiwango cha ushindani wa ligi kuu. Chanzo cha kutokuridhika. Katika kila msimu wa ligi, mara nyingi kumeibuka na malalamiko kuhusu maamuzi ya waamuzi, ratiba za mechi, nidhamu ya ligi, tafsiri ya kanuni, usimamizi wa mashindano. Endapo klabu inaona haiwatendei haki, viongozi wake wanaweza kuwasilisha malalamiko kupitia taratibu rasmi zilizowekwa na TFF na bodi ya ligi. Je, kuhamia ligi ya Zanzibar unawezekana? Kauli hii kutaja kucheza ligi kuu ya Zanzibar imebuka mjadala mkubwa. Wapo wanaoamini ilikuwa ni kauli ya kuonyesha viwango cha kutokulizika, huku wengine wakijiuliza kama jambo hilo linawezekana kikanuni. Kwa kawaida, ushiriki wa klabu kwa ligi mbalimbali hutegemea kanuni ya mashirikisho ya soka kuhusisha pamoja na taratibu za CAF na FIFA. Hivyo swala hilo ni rahisi kama uamuzi wa kawaida wa klabu, bali kuhitaji kufuata sheria na taratibu zinazotumika. Medali na hisia za viongozi. Katika soka, medali ni alama ya mafanikio ya timu, kuanzia wachezaji, benchi la ufundi hadi viongozi. Iwapo viongozi wameamua kutokubali medali au kuonyesha kutoridhishwa, mara nyingi huwa ni ujumbe wa kuonyesha hisia zake kuhusu matokeo ya namna ya mashindano yanavyoendeshwa. Hata hivyo, hatua kama hizo huendelea kujadiliwa kwa mitazamo tofauti. Mashabiki wamegawanyika. Baada ya taarifa hizi kusambaa, baadhi ya mashabiki wameunga mkono msimamo wa Azam wakidai haki inapaswa kutendeka kwa kila timu. Wengine wameeleza kuwa migogoro yote inapaswa kutatuliwa kupitia mifumo rasmi ya soka. Wengine wameona kuwa kauli hizo zinaweza kuongeza mijadala kuhusu maboresho ya usimamizi wa ligi. Mitandao ya kijamii imejaa maoni yanayopingana, jambo linaloonyesha jinsi swala hili linavyovutia wadau wengi wa soka. Umuhimu wa haki katika mashindano. Mashindano yoyote yenye ushindani yanahitaji waamuzi wenye weledi, uwazi katika maamuzi, utekelezaji usawa wa kanuni, heshima kwa klabu zote, mfumo wa kusikiliza malalamiko. Pale ambapo wadau wanaona kuwa changamoto, ni muhimu kutumia njia rasmi za mazungumzo ili kuendelea kujenga soka lenye ushindani na kuaminika.
Mustakabali wa Azam FC. Licha ya mjadala huu, Azam FC inaendelea kuwa moja ya klabu yenye nguvu nchini ikiwa na akademiki bora ya vijana, uwanja wa kisasa, vituo bora vya mazoezi, uongozi wenye uwezo wa kuwekeza, kikosi chenye ushindani wa ndani na nje ya kimataifa. Mashabiki wengi wanaamini klabu hiyo itaendelea kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya soka barani. Hitimisho. Swala la Jamali Bakresa, Azam FC, TFF na bodi ya ligi limezua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa soka. Iwe taarifa hii inathibitishwa au la, jambo muhimu ni kuhakikisha migogoro yote inatatuliwa kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kulinda heshima ya michezo. Soka linakuwa kupitia ushindani wa haki, uwazi katika maamuzi na ushirikisho wa klabu, viongozi, mashabiki na taasisi zinazosimamia mchezo. Wadau wengi wa sasa wanasubiri kauli rasmi kutoka kwa pande husika ili kuweka wazi ukweli wa taarifa hizi, hatua zinazoweza kufuata.